Unachoweza kusema ni kwamba hatimaye wananchi Yanga ni kana kwamba tayari wamejiamulia mambo yao. Mambo ya kujiamulia kuwa mabingwa kwa mara ya 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara, na hiyo ni kutokana na kiwango cha juu, kiwango bora alichokionyesha leo hii dhidi ya Azam FC na kupata ushindi wa mabao 3-0 ambayo sasa yanawafanya waendelee kujichimbia kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa wana pointi 69, huku wanaofuatia kwenye msimamo watani zao wa jadi Simba nao wakishinda dhidi ya Mtibwa Sugar wakiwa na pointi 67. Maana yake Yanga tofauti yao na Simba wanaofuatia katika nafasi ya pili ni pointi 2, lakini Yanga ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Azam, maana yake ni kwamba wameongeza pia idadi ya mabao, sasa wamefikisha mabao 65, lakini wakiendelea kuwa ndio timu yenye ukuta imara zaidi, kwa sababu clean sheet ya leo inawafanya wao wameruhusu mabao 9, huku wakiwatoa rasmi Azam katika sifa hiyo ya kuwa timu yenye ukuta imara zaidi, kwa sababu kabla ya mchezo wa leo Azam na Yanga ndio walikuwa na ukuta imara zaidi wakiwa wote wameruhusu mabao 9 tu, huku Simba wakifuatia kwa kuruhusu mabao 11. Kwa maana kwenye msimamo ukiangalia timu zenye ukuta imara zaidi walikuwa ni Yanga na Azam, lakini leo hii kiwango bora cha juu kilichoonyeshwa na Yanga katika dakika zote 90 za mchezo, wakiwania kwa nguvu zaidi mipira ya 50-50, wakiwa na migongeano mizuri kulielekea lango la Azam, hasa kuelekea mwishoni mwa mchezo, hatimaye wakapata ushindi waliostahili wa mabao 3-0, lakini wakiwafanya Azam sasa wakiruhusu mabao 12 kutoka 9. Yanga kazi yao kwa sasa ni kuhakikisha wanapata matokeo mazuri, mojawapo ikiwa ni ushindi katika mechi zote mbili zilizobaki ambazo ni dhidi ya TRA ya kina Salum Ramadhani Chobwedo na kisha mechi ya mwisho tutakayocheza dhidi ya JKT Tanzania ili kuhitimisha mechi 30 za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu. Katika mechi hizo mbili Yanga bado itakuwa na fursa ya kutoa ubingwa endapo itahakikisha haipotezi mchezo wote, bali walau ikipata sare lakini ishinde, maana yake itafikisha idadi ya pointi 73 ambazo hata watani zao wa jadi Simba wakishinda mechi zote zilizobaki itakuwa ngumu kuipromosha Yanga kwa sababu ya tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu, kwa sababu Yanga kufunga mabao 65 sasa, maana yake wamezidi kuwa na tofauti nzuri zaidi ya mabao, kwa sababu wekundu wa Msimbazi Simba kabla ya mchezo wa leo hii dhidi ya Mtibwa Sugar wamefunga mabao machache kulinganisha na idadi ya mabao waliofunga Yanga. Leo hii Yanga wakiwa wana kumbukumbu ya kwamba juzi tu walitoka kufungwa mabao 3-2 katika mechi ya dakika 120 ya nusu finali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB na hawa Azam. Leo hii walianza kwa kasi zaidi. Katika dakika ya 41 walifunga bao la utangulizi lililowekwa wavuni na beki Ibra Baka, ambaye katika mechi ya nusu finali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB yeye alichangia kwa kiasi kikubwa Yanga kupoteza kutokana na mawasiliano yake na golikipa Djigui Diarra kusababisha bao lililowekwa wavuni na Jephte Tambala Bola kuelekea mwishoni mwa mchezo. Mpira wa kichwa alojaribu kumrejeshea Djigui Diarra ulinaswa na Jephte akaweka wavuni. Inakumbuka vizuri katika mchezo huo ambao Yanga walipoteza 3-2. Lakini leo hii alikuwa kwenye kiwango bora sana, akafunga bao la utangulizi katika dakika 41. Kipindi cha pili Yanga wakaongeza bao lingine dakika 73 kutokana na mkwaju wa penalty uliowekwa wavuni na Laurindo Depu, kwa mkwaju wa penalty uliokwenda wavuni na kumshinda golikipa Zuberi Foba. Haitoshi, dakika ya 81 Yanga wakaandika bao la 3. Hili waweza kusema ni bonge la bao liliwekwa wavuni na Peodo Pacome Zouzoua, ikitokana jitihada nzuri zilizofanywa na Prince Pomelo Dube akiwa amempiga kanzu kwanza beki mojawapo wakati Lami Kilawi, na kisha akafetua kombora ambalo liligonga nguzo. Uliporejea uwanjani Pacome Zouzoua akaumalizia kwa kichwa na kusababisha shangwe na sherehe kwa maelfu ya mashabiki wa Yanga waliojazana kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, bao ambalo lilifanya mpaka mwisho wa mchezo Yanga iondoke na mabao 3-0. Hata hivyo, licha ushindi huo Yanga haikuwa nyepesi hata kidogo. Azam walijaribu kuonyesha kiwango bora, ikiwamo katika dakika ya 77 Lusajo Mwekenda mpira wa kona alipiga kichwa kizuri kilichogonga crossbar mtambaa panya, lakini uliporejea
haukuweza tena kuunganishwa wavuni. Ilikuwa ni mechi ya mvutano sana, lakini Yanga ndio walionekana kwa wazuri zaidi leo hii. Ushapu, wepesi, kuwahi mipira 50 kwa 50, lakini pia ufanisi katika kutumia nafasi walizozipata na hatimaye kupata ushindi wa mabao 3-0. Kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga leo hii kulikuwa na mabadiliko kadhaa, hususan kwenye beki wa pembeni kushoto ambaye leo hii Shadrack Sakaboka hakuwa ameanza, alianza Mohamed Hussein Shabalala katika mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wanne, washambuliaji wawili ambao ulihusisha kuanza leo Mohamed Hussein Shabalala, lakini pia kwenye eneo la kiungo Mudathir Abbas hakuanza. Badala yake kwenye kikosi hicho washambuliaji wawili pale juu walikuwa ni Laurindo Depu pamoja na Pacom, huku katika viungo wa pembeni alikuwepo Dube ambaye yeye kiasili ni mshambuliaji wa kati, lakini leo hii mwalimu Abdi Hamid Mwalin na mwenzake Patrick Mabedi walimpanga Dube kutokea pembeni. Halafu katika viungo katikati aliyekuwepo alikuwa ni Duke Abuya pamoja na Alan Okelo, miongoni mwa mabadiliko ambayo aliyafanya mwalimu benchi la ufundi la Yanga alifanya leo hii. Mwisho wa siku Yanga wakapata ushindi waliostahili. Swali ni kwamba je, mechi mbili zilizobaki Yanga watafanikiwa kutoruhusu kupoteza? Maana wakiweza kumudu kupata point dhidi ya TRA United, wakiweza kushinda dhidi ya JKT Tanzania, ama kinyume chake, kwa maana kwamba kushinda dhidi ya TRA, kutoa sare dhidi ya JKT au kushinda zote, basi Yanga wakishinda zote wanakuwa tayari ni mabingwa kwa mara ya 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini kama wakimudu kupata sare moja, wakashinda mechi moja, pia watakuwa na uwezekano mkubwa, pengine naweza kusema zaidi ya 99% ya kutoa ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu idadi ya pointi watakazokuwa nazo 73, halafu Simba wakashinda zote na wao wakawa na pointi 73, kuna uwezekano mkubwa Simba hawataweza kufikia tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu, kwa sababu kanuni za ligi kuu Tanzania bara sura ya 3 tiana na mshindi, kanuni ya 8 kifungu cha 2 mpaka 9, kati ya vifungu cha kwanza mpaka 15 kinaeleza kwamba timu zikilingana point, kitu cha kwanza ni head to head, walipokutana nani alikuwa na matokeo bora zaidi. Ikishindikana kupatikana mshindi, wanakwenda katika goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu. Sasa Yanga na Simba mzunguko wa kwanza bila, mzunguko wa pili 2-2, hakupatikana mshindi walipokutana wao kwa wao. Ikitokea pointi zimlingana, hapo itaangaliwa goal difference, na ndipo Yanga wanaonekana kuwa na uwezekano mkubwa wa kujihakikishia ubingwa endapo tu hawatapoteza mchezo bali wakapata sare na ushindi mechi moja. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye. Matokeo yake Simba licha ya kushinda kwa mabao 3-0 pia mjini Morogoro kwenye uwanja wa Jamhuri dhidi ya wenyeji Mtibwa Sugar, bado wako katika nafasi ya pili, kwa sababu Yanga sasa wana pointi 69, Simba pointi 67. Lakini tofauti ya mabao ambayo nimetoka kuizungumzia ni kwamba Yanga kuwa na tofauti ya mabao hii ya kufunga 65 kuruhusu 9 inaifanya iwe na uwiano mzuri zaidi wa kufunga na kuruhusu, kwa sababu wekundu wa Msimbazi Simba wao walikuwa na mabao 48 wakiruhusu 11 kabla mchezo wa leo. Baada ya kushinda 3-0, maana hivi sasa Simba ushindi huo wa mabao 3-0 umeongezea pointi 3, zimefika 67, lakini kwenye mabao wamefikisha mabao 51 wakiruhusu mabao 11. Goal difference, tunasema tofauti ya mabao ya kuruhusu na kufunga inakuwa ni mabao 40. Wakati kwa Yanga mabao 65 toa 9. Maana yake ni kwamba Yanga tofauti ya mabao ni mabao 56, ambayo inaonekana ni kubwa kulinganisha na mabao 40 ya Simba ya tofauti ya mabao takriban mabao 16. Sasa ndio maana tunasema Yanga wakifanikiwa kupata sare moja, kushinda mechi moja, ni ngumu kwa Simba mechi mbili kufunga mabao yatakayofanya tofauti ya mabao iondoe yale mabao 16 alafu iongeze lingine ili kuipiku Yanga. Simba watakachotakiwa kuendelea kupambana mechi mbili zilizobaki ni kushinda mechi zao basi, kwa sababu Yanga wakipoteza mechi moja, Simba wakashinda mechi zao mbili, tayari Simba bingwa. Au Yanga wakishikiliwa kwa sare mbili, kwa maana mechi zote mbili washikiliwe kwa sare, Simba ikishinda zote, bado Simba inaweza kuwa bingwa. Kwa lugha nyingine, haijaisha mpaka iishe. Lakini kwa ushindi wa leo mabao 3-0 waliopata Yanga dhidi ya Azam ambayo inashika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, maana yake ni kana kwamba wamepiga hatua zaidi za kuelekea ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu 2025 2026. Itakuwa vipi?
ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.